Watukufu Waislamu, mezani hapa tuko na kipande cha pili kwenye sira ya Ibn Taymiyyah. Kipande cha pili kwenye sira ya Ibn Taymiyyah. Hichi kipande cha pili kwenye sira ya Ibn Taymiyyah, watukufu Waislamu, tutazungumza familia, mke wa Ibn Taymiyyah na watoto zake, kwa sababu ukichunguza kwenye histori zetu hizi, sikumbuki au ni mara kidogo kumzungumza mtu nyumbani kwake kulikuwa vipi, alikuwepo nani, kwa sababu kizingiti ni muhimu sana katika kumpushi mtu na kumsukuma mtu mbele kwenye mazuri pia na kwenye mabaya. Na ndio maana al-udhamau qalu, watukufu wamesema, kila nyuma ya mwanaume kuna mwanamke, kila nyuma ya mwanaume kuna mwanamke, au kila nyuma ya mwanaume aliyefaulu kuna mwanamke alimsaidia kufaulu kwenye mambo yake yote, au mazuri au mabaya. Na watu wa tarikhi walikuwa wakiandika mwanaume alikufaga na wake zaidi ya mmoja, walikuwa nasema mata wa tahtahu imraatani, amekufa chini yake alikuwepo mwanamke au wanawake wawili, alikufa chini yake alikuwa na wanawake wawili, watatu, wanne. Lakini watu wa tarikhi wakimwandika mtu ambaye alikufaga ameacha mke mmoja, walikuwa nasema mata wa fawqahu imraa, alikufa juu yake alikuwa na mwanamke, manake alimshinda nguvu kwa sababu amekuwa na mwanamke mmoja. Ibn Taymiyyah naye alikuwa na wake wangapi? Lam yatazawwaj Ibn Taymiyyah. Utashangaa na kushtuka kwa hao ulama wote tunazozungumza, isipokuwa labda nao ndio afanana na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah hakuoaga. Usizani alikuwa ni kijana kama nao wewe, ni kijana marubainati. Sasa kufa jaoa mtu marubainati inaweza kaeleweka, huenda alikuwa anajipanga kuoa, lakini Ibn Taymiyyah amekufa ameshakuwa mtu mzima. Mtasikia kifo chake 60 na ziada, takriban kama sio 66, 67. Tutachukua sira yake, hakuoa shi. Kwa hiyo na sasa sisi tumuigie Ibn Taymiyyah, ngoja kidogo, acha haraka. Qala anhu adh-Dhahabi, Imam adh-Dhahabi anasema, kwa sababu sisi hatuwezi kusema bila dalili. Wasasa nafsahu siyasatan ajiba, yani jinsi alivyoishi na mwili wake ni maajabu, tumemshangaa sisi wote. Fahubisa marat bimasr wa Dimashq wal Iskandariya wartafaa wa inkhafada, amefungwa sana, alifungwa Masri Egypt, kafungwa Dimashq Syria, kafungwa Iskandaria kule Egypt pia kafungwa. Kuna wakati alikuwa juu, yani manake viongozi wanamsikia, wanamtii, matajiri wanampenda, na kuna wakati alikuwa anashuka chini, yani viongozi wanamfunga, wanamkataa. Wastabadda biraihi, lakini alikuwa ni mtu akiona rai anakuwa mkali kwayo na anaizungumza kwa nguvu kabisa, na ana mkhalifu mwenye kumkhalifu na kutengeneza hoja kwa mwenye kumkhalifu na kudhihirisha rai yake mpaka ijulikane kama ndio hapo. Na hii ni akhlaq za baadhi ya watu, na watu wako hivi, akiona rai yake ataizungumza mpaka mjue rai yake. Na katika watu wa leo nimewaona katika hili jambo Al-Albani
Albani akigundua masala hata kama yote hakuna hata shehe mmoja anayezungumza, atazungumza na atawatafuta mashehe na atawafanyia debate mpaka mjue ndio rai yake, ima mkenaike au muheshimu rai yake. Walwalidu, na mzazi wangu nimekuta katika hii tabia, na nyinyi ambao mmemdiriki mnakumbuka, alikuwa akikariri masala anataka azungumza Ijumaa mwezi mzima mpaka muhakikishe kama, yani mpaka mnogewe, mtambue kama hii ni rai yake. Na Ibn Taymiyyah alikuwa ni hivyo, na hili mara nyingi au tabia mara nyingi mwenye nayo anakuwa wanamuuzi, kama sisi tukaposikia Ibn Taymiyyah. Sheikh Albani Adh-Dhahabi anasema wa asa an yakuna dhalika kafaratan lahu. Tunasikia huenda kule kufungwa kwake na kuudhiwa kwake ndipo penye Allah alimsamehe mapungufu yake. Wa kam waqa'a fi sa'bin biquwwati nafsihi wa khallasahu Allah, ni mara ngapi ameingia katika ambiskati, kwenye vitu vizito, ameingia kwenye hali hapa sasa. Hapa Ibn Taymiyyah anakufa, lakini Allah anamgomboa, anamtoa. Walahu nadhmun wasat, alikuwa anaimba mashairi lakini si mwenye kuimba mashairi sana, kwa sababu katika mashairi, kuwa mshairi katika dalili ya elimu yako, anahakikisha kabisa. Dhahabi aliishi naye, Dhahabi ni mwanafunzi wake wa karibu kabisa, mtakaposikia anahakikisha. Walam yatazawaj walam yatasawwa, hakuoaga. Lakini mtu akasema kama kuoaga basi sasa kuwa alikuwa na kijakazi, anakukatalia na kijakazi hakuwa naye, kwa sababu zamani ilikuwa inawezekana kama hauoi, inawezekana kama hauoi unakuwa kijakazi. Kijakazi mwanamke ambaye haukufunga naye ndoa, ima umemnunua au umepata vitani, hakuna mwanamke wako anakutengenezea nyumba, anakupikia, mtumishi wako, na baina yenu panakuwa kukutana. Inawezekana kwa zamani hilo jambo lilikuwa linawezekana, kwa hiyo sasa kuna watumwa, lakini akipatikana sio maana kama haijuzu kuwa mtumwa, mpaka hivi inajuzu. Lakini sasa Ibn Taymiyyah hakuoa wala hakuna kijakazi, kwa sababu wako ulama hawakuoa lakini wako na kijakazi. Sasa yeye hakukutana na mwanamke hata kwenye anga lake mara moja, wala kana lahu min almalum illa shay qalil. Anasema hata mshahara alikuwa hana mshahara, labda alikuwa anapata mara kidogo mshahara kwa nyumba ya mali ya Uislamu, kwa sababu alikuwa yuko busy sana. Wa kana akhuhu yakumu bimaswalihi, ndugu yake ndio alikuwaga anamtimizia haja zake. Mtu akasema sasa alikuwa anaishi hivi, hana kazi, hana mke, na anampikia na anamfulia nguo, akiumwa dawa anapata vipi? Kaka yake ndio alikuwa anamfanyia hayo yote. Wa kana la yatlubu minhum ghadaan wala ashaan ghaliba, alikuwa akiingia kwenye nyumba yake ya vitabu, mkimletea chakula chenu cha mchana mtake mlete, mtaka msilete, cha usiku hivyo hivyo mlete msilete, yeye hakumbuki chakula. Ndio mara nyingi, labda mara chache nje ikimkoromea. Wama kanat dunya minhu ala bali, dunia ilikuwa ipata talaka. Kwa hiyo ni dalili mwanafunzi wake ndio anatuhadithia kama hakuoaga, kwa sababu sisi tukiishi naye tutajuaje? Na ukitaka kujua tarehe vizuri ya mtu, watafute walioishi naye. Leo tarehe zinachafuliwa sana, kwani kwa sababu tunajiogotea. Inabidi tuwe na misingi ya kujua tarehe sahihi. Mara nyingi tarehe zinachezewa. Tazama tarehe ya Muhammad ibn Abdul Wahhab imechezewa. Tazama tarehe ya dola ya Uthmania jinsi imeongezwa, ikaboreshwa, ikachafuliwa, ikapunguzwa. Tazama tarehe ya dola ya Saudia jinsi ilivyozidishiwa na ikatiliwa dosari.
na Ibn Taymiyyah mtasikia tarehe yake jinsi watu wamejaribu kuweka dosari, lakini tutajaribu kunukuu tarehe ya Ibn Taymiyyah kwa sababu huyu ni katika vigogo wenye walizangaza madhehebu ya salaf. Sasa watu wenye kupenda bid'a wanatafuta njia zote za kuatia dosari, kwa hiyo muhimu sana kuwajuza, na Allah amjaze kheri. Mmoja katika wanafunzi wenzetu hapa kwenye Zoom ndo ametukumbusha, katuomba tuzungumzie kisa cha Ibn Taymiyyah. Ndo huyo anakuja, walfadhlu yaudu ilayhi, fadhila zinarudi kwake. Salahu as-Safadi na yeye hakikisha kabisa kama Ibn Taymiyyah alikuwa hana familia, wa kana min sigharihi harisan ala at-talab mujiddan ala at-tahsil والدأب لا يؤثر على الاشتغال أي تحصيل العلم لذا. Alikuwa kuanzia udogoni mwake anapenda elimu, tena alikuwa yuko vizuri katika kuitafuta, na alikuwa hatangulizi ladha yote ya duniani mbele ya elimu. Wala yu'thiru an tadi'a minhu lahdha fi al-batala fadha, na alikuwa hapotezi hata kipande cha wakati wake katika kuwa mvivu. Mtu mvivu amelala tu kwa uvivu tu, amepumbazika tu, amezubaa, hilo ni kumtokea Ibn Taymiyyah. Yadhhalu an at-ta'am wa yaghibu fi ladhati al-ilmi an hissihi, yani utamu wa chakula ulikuwa ulimuondokea. Kwa nini? Kwa elimu. Mpaka sehemu nyingine wanakuambia kuna wakati walikuwa wanaingia ndani kwake kwenye nyumba ya vitabu vyake, wanamletea chakula kwa gisi iko nasoma, wanakikutana chakula vile vile asubuhi. Mama yake anamlaumu, kwa nini haukula sasa siku, yani sikujua kama mmekileta. Subhanallah. Sheikh, hii juhudi ndio utasikia kwa nini Allah anawaleta watu kama hao katika ulimwengu, ili kuwaokoa baadhi ya watu. Utasikia elimu yake kwa mbele. La yatlubu aklan illa idha hadara ladayhi, alikuwa ombi chakula mkileta sawa. Wala yartahu ila ta'am au sharab fi abradayhi, alikuwa si mwenye kufurahia chakula wakati wake. Unajua mtu anaweza kuwa kazini, kifika saa ya mapumziko ya chakula asikia raha, au ikiwa usiku ikifika saa ya kula usikia raha. Yeye alikuwa raha yake ilikuwa ni kwenye vitabu. Asema kwenye kitabu chake kiitwacho Alwafi Bilwafayat. Waqala Dhahabiyu, Imamu Dhahabi anaendelea akihakikisha jambo kama hili, kana imaman mutabahiran fi ulumi diyana, alikuwa ni imamu kabisa, bahari kwenye elimu za dini. Sahihu dhihn, alikuwa na ufahamu mwema. Sahiha dhihn, sari'a al-idrak, alikuwa ni mwenye kudiriki haraka. Sayyala al-fahm, yaani alikuwa na fahamu ya kutiririka. Kathira al-mahasin, sifa zake bora nyingi. Mausufan bi farati ash-shaja'a wal-karam, alikuwa alichupa mipaka kwa ushujaa wake na ukarimu. Farighan an shahawati al-ma'kal wal-malbas wal-jimaa, tunasikia alikuwa kabisa hana, yani kumbali na shahwa za kula na za kunywa na za wanawake. La ladhata lahu fi ghairi nashr al-ilm wa tadwinihi wal amal bi muqtada, hana utamu wake kwake ni kuzagaza elimu na kuiandika na kuipratike, kuiweka kwenye vitendo. Katika Mu'jam al-Mukhtas bil Muhaddithin kaandika hayo mwanafunzi wake Adh-Dhahabi. Imamu Abu Ghudda hapa sasa, mtu akasema sasa, kwani bora tusikie kama kuoa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anapinga sunna ya Mtume. Kuna mwenendo wa masufi, wao wanaona kama mtu anaweza kuacha kuoa kwa sababu ya ibada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwarejesha maswahaba wake wengi ambao walikuwa na huu msimamo. Lakini Sheikh Abu Ghudda rahmatullahi alayhi
aliwahi kuandika kitabu chake kiitwacho Al-Ulama al-Uzzab alladhina atharu al-ilma ala ziwaj, ulama ambao hawakuoaga, waliotanguliza elimu mbele ya kuoa. Katika hiki kitabu chake alizungumza ulama wengi, akamzungumza Ibn Taymiyyah, kisha akasema maneno: fahadha al-imam al-jalil al-ajib shaykh al-ulama al-kibar Ibn Taymiyyah min alladhina atharu al-ilma ala az-ziwaj. Ndo huyu Ibn Taymiyyah ni katika ulama wakubwa kabisa wa maajabu, bali ni shehe wa ulama wakubwa, ni katika watu walitanguliza elimu kuliko kuoa. Fawailun liman amiya an hadha libalighi hasadihi wa ihtiraqi kabidihi, ole wake yule ambaye amekuwa kipofu kwa hili jambo kwa sababu ya husda yake kubwa na kwa sababu ya maini yake kuungua kwa chuki. Abu Huda yeye katika rai zake anaona kama mtu anaweza kuacha kuoa kwa sababu ya hiki, lakini ulama wengi wakatofautiana naye, wakaambia hapana, haikubaliki. Mtume anasema raghiba an sunnati, ule mtu aliyemwambia Mtume anataka kuacha kuoa kwa sababu ya ibada na uchamungu, Mtume alimwambia man raghiba an sunnati falaysa minni, atakayeacha sunna yangu hapo pamoja nami. Kwa hiyo haijuzu kuacha kuoa kwa sababu ya elimu, eti kwa sababu ya ibada. Sasa mnasemaje kuhusu Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah anakujibu, anasema Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abi Salam Ibn Taymiyyah yukna bi Abi al-Abbas wa lam yatazawwaj wa lam yatrukhu min bab ar-rahbaniyyah walakinahu wallahu a'lam kana mashghulan bil jihad al-ilmi ma qillati ash-shahwa. Anasema Ibn Taymiyyah kuoa hakuiacha kwa njia ile ya upadri. Baadhi ya masufi wanaacha kuoa kwa sababu ya ibada, lakini inapodhihirika na Allah anajua zaidi, alikuwa kwenye jihadi ya elimu. Yaani sio ile elimu tu ya kuwa msikitini au kwenye madarasa. Jihadi yake ya elimu alikuwa ni jela, yaani mara nyingi sana yuko jela. Huyu mwanamke atakayemvumilia mume wake kila siku kwa jela, mwanamke gani? Pamoja na uchache wa shahwa, alikuwa ni mchache wa matamanio. Wa illa law kana qawiya shahwa la tazawwaj, na angelikuwa ni mwenye matamanio mengi, matamanifu mengi, angeoa. Kwa ila angepeleka matamanio yake. Walaysa kama yad'i muzawwiruna anna lahu waladan madfuna ila janibihi fi Dimashq fa innahu ghayru sahih qat'an. Si kama vile wanavyodai wenye kudai kwamba eti alizaaga bana, msemea uongo, na mtoto wake amezikwa pembezoni mwake jirani yake huko Dimashq. Waongo tu watu wa kupenda kutembelea makaburi na kufanya mambo yasiyofaa. Kasema hayo Ibn Taymiyyah kwenye al-Qawl al-Mufid ala kitab at-Tauhid juzuu ya kwanza karatasi 545. Qala Umar ibn Ali al-Bazzar tilmidhuhu, mwanafunzi wake mwingine, anahakikisha hili. Hayo ni dalili za kuonyesha kama Ibn Taymiyyah alikuwa hapo. Laqad ittafaqa kullu man ra'a Ibn Taymiyyah khususan man atala mulazamatahu annahu ma ra'a mithlahu fi az-zuhd fi dunya. Kila mtu ambaye ameishi na Ibn Taymiyyah, sasa aliishi naye siku nyingi, hawatofautiani kwamba hakuwahi kumuona mfano wake katika kuipa nyongo dunia na kuitupilia. Hatta laqad sara dhalika mashhuran bihaythu qad istaqarra fi qalbi alqarib walba'id. Hilo limejulikana wakati wao na mtu ambaye wa karibu anajua mtu ameipa nyongo dunia Ibn Taymiyyah. Min kulli man sami'a bi sifati ala wajhi, kwa watu waliomsikia Ibn Taymiyyah vizuri wanajua kama hakuna mfano wake. Bal law su'ila ammi min ahli baladin ba'id man kan azhad ahli hadha al-'asr wa akmalahum fi rafd ad-dunya wa akhlasahum ala talab al-akhirah laqala ma sami'tu bi dhikri Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi.
bali akiulizwa hata mtu wa kawaida mashehe wanaga wao kwa wao. Sasa Ibn Taymiyyah imekuwa imezagaa na mtu wa kawaida anamjua zuhudi yake. Ukimuuliza mtu wa kawaida, nani katika huu wakati wetu anaipa nyongo dunia na ni mkamilifu katika hilo na kuichukia dunia na kutaka akhira sana, atakwambia ni Ibn Taymiyyah, na mtu wa kawaida. Wama ishtahara lahu dhalika illa limubalaghatihi fihi ma tashihi niyya, na mpaka azagae katika hii hali ni kwa sababu alikuwa alizidisha na alikuwa na nia nzuri. Anafanya hivyo sio kwa sababu ya sifa. Mara nyingi mtu anajulikanaga kwa nia nzuri. Wa illa faman ra'ayna min al-ulama'i qana'a min ad-dunya bimithli huwa minha au radiya bimithli halatihi allati kana alayha. Anasema tukwahi kumwona hali ambaye ameridhia hali jinsi alivyoiridhia hali yake Ibn Taymiyyah, lam yusma annahu raghiba fi zawjatin hasna. Au ni mwanafunzi wake Umar bin Ali al-Bazzar, mwanafunzi wake tena mulazimu. Alikuwa sio ni mwanafunzi ambaye kuna wakati mnaonana, wakati hamuonani. Kuna yule mwanafunzi anaonana mwalimu wake mpaka na wakati wa kulala ndo anamuacha, kama Abubakar Siddiq na Mtume sasa. Wanakuambia Abubakar Siddiq alikuwa anatoka ndani kwa Mtume, pale Mtume anamwambia nataka kulala, ndo anatoka. Yaani alikuwa anamlazimu Mtume wakati wote. Ndo mara nyingi anaikaa kwa Mtume mpaka anasahau familia yake. Abubakar Siddiq pale akiona Mtume washaongea kila kitu na Mtume hapo sasa anasikia anataka kulala, ndo anasimama. Sasa Umar ibn Ali al-Bazzar ni katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah walikuwa naye sana. Anakuambia sikuwahi kumsikia anazungumzia wanawake wazuri. Mara nyingi yule mtu unakoga naye, mara nyingi kuna wakati wa mapumziko wachoka, utakaa naye unaweza kuzungumzia, mtafutie mwanamke mzuri ndio. Anasema hilo halikuwahi kutoka kwa Ibn Taymiyyah. Wala dara wasi'a jamila, wala basi nyumba, nataka tafike nyumba kizuri, hiyo nataka nipate nyumba na mimi na parcele. Leo tunapigania parcele shi mtu yuko na nyumba 10, mtu yuko na nyumba 5, au mtu yuko Ulaya ameshinda kwenda hija, ameshanunua parcele na nyumba yake bana, anasema ile ni kila ile passion ndo naenda kupumzikia pale. Kumbe ajua anapata siku ndogo sana jipia hata pia kwenye passion. La maajabu na wale wa elimu siku hizi watu tunakimbizana kwenye manyumba, tunashindana. Shemisha msikia mtu anambia mimi nawashinda pesa, nawashinda pesa. Na mwingine anasema mimi ndo shehe wa kwanza kwa pesa. Allahu akbar, ajibu ajibu. Anasema mwanafunzi wake, wala basati, wala iti kutamani bustani, wala shadda ala dinar wala dirham, wala hakuwahi kupambana kugombana kwa sababu ya pesa. Wewe hawataki kulipa pesa yako, si unataka kumfungisha. Wala raghiba fi dawabin wala thiyabin naima, wala raghiba fi dawab wala thiyab naima fakhira, wala hakuwahi kutamani kipandwa kizuri au basi nguo nzuri. Mtu amesahau kula chakula, amekisahau, huyo mwanamke utamletea, si atamsahau. Hiyo nguo anapata wakati wa kuvaa nguo nzuri, hiyo nyumba nzuri anapata wakati aje wa kutengeneza. Wallahi unaweza kulaumu kuona Ibn Taymiyyah katika hii hali. Wallahi sautasikia elimu yake na sautasikia mapambano yake na watu wa falsafa na watu wa bid'a na jinsi alivyoangusha, utasema safi, alifanya vizuri kwa kuwa busy ili tufaidike sisi. Allah anataka katika huyu ulimwengu watu ili wengine wafaidike. Wala zahama fi talabi riasati, au kwa kumuona mapambana kwa sababu sisi tupigania uongozi shehe. Yani unamwekea mtu bifu kwa sababu ya uongozi. Wala ru'ya sa'iyan fi tahsil almubahat ma anna almuluka walumara watujara
walkubara kanu tawa amrihi, wala hawakuwahi kumwona anatamani vitu vya halali vitamu vitamu vizuri, pamoja na kuwa viongozi, wafalme, wafanya biashara wakubwa wakubwa, matajiri walikuwa akiamrisha tu tayari. Yeye ingewaamrisha tu bila hata kuoa, wangemletea hasdawat, wangemletea wanawake viangara, wanawake wazuri wazuri, wangemletea majumba vipandwa, wangemletea nguo mazuri mazuri, wangempa mapesa, lakini hakuna hata siku moja aliwahi kuambia. Khadiina liqaulihi wa fi'li, wote walikuwa tamani waombe, ataomba sasa na wenyewe wajimpie mpaka waombe. Walikuwa nampa shehe, anakataa. Si utasikia huko mbele ni yuko bize na ubize wake, utaielewa. Mimi nikisoma vitabu vya Ibn Taymiyyah, kuna wakati nastafuta masala siyapati, na napata kwa Ibn Taymiyyah, nafika naona kwa nini Ibn Taymiyyah Allah alimfanya awe bize na dunia ili tufaidike sisi. Waqala aidan, anaendelea mwanafunzi wake akisema, kana al-Imam Ibn Taymiyyah ma shiddati tarkihi lidunya wa rafdihi laha wa faqrihi fiha wa taqallulihi minha mu'thiran bima asahu yajiduhu minha qalilan kana au kathira. Pamoja na kuwa alikuwa na dunia, amekuwa ameipa talaka, amekataa, alikuwa ni fakiri pia, alikuwa ni mchache wa dunia, lakini alikuwa anamtanguliza mtu mwingine kwa kile kidogo atachokipata au kingi. Faqad kana yatasaddaqu hatta idha lam yajid shay'an naza'a ba'da thiyabihi almuhtaj ilayhi fayasilu bihi alfaqir. Ya subhanallah, au ulama rabbaniyun shay. Alikuwa akija mtu kumuomba, anajitahidi kumpa katika vidogo ambavyo viko ndani kwake. Kama kupata, anachukua nguo yake, labda amemletea nguo nzuri ya kujiona jivalia tu, asoma, anavua ile nguo, anampa ule fakiri ndio kaihusishe ule, yeye anaendelea kusoma. Subhanallah. Ulikuwa kimeletea chakula, hakimalizi, mkate anaukata katikati, atampa fakiri. Kimeletea mikate miwili, hata kula yote miwili, acha mmoja, fakiri anampa mmoja, kwa hali pekee yake. Fakiri atakuja kudaiana wakati wanaotafuta, au labda kila msikitini. Ulimwengu wetu wa leo sasa, dunia nas, ulimwengu wetu wa leo, mtu kwenye akaunti anajaza, anapigiwa simu Afrika, analiliwa, ato anajifanya asikia mpungufu, hajui, anajifanya amesahau. Sikizeni ulama tafuta akhira hawa. Qala anhu Adh-Dhahabi, nasha'a Ibn Taymiyyah fi tasawwun tam wa afafin wa ta'abbud wa iqtisadin fi al-malbas wal ma'kal. Ameishi Ibn Taymiyyah kwa kujilinda kuliotimia, kinda na maasi. Amekuwa ametosheka mwenye kufanya ibada, na alikuwa kivazi chake na chakula chake ni cha kawaida tu, sio kivazi cha kuzingua au chakula kitamu sana, mleteeni sawa. Huyo ni Ibn Taymiyyah na familia yake. Ama elimu yake ina vitu vikali, tuizungumze kweli, hatutamaliza katika hii darasa, lakini tutazungumza machache kwa dakika zilizobaki. Ilmuhu wa thanaul ulamai alayhi, elimu yake na namna ulama walivyo msifu Ibn Taymiyyah naye. Umesikia juhudi yake kutafuta elimu, kwa hiyo ukisikia elimu yake usishangae. Qala Adh-Dhahabi, wa kana shaykhuna min buhuri al-ilm wa min al-adhkiya'i al-ma'dudin waz-zuhhad al-afrad wash-shuj'an al-kibar wal-kurama' al-ajwad. أثنى عليه الموافق والمخالف
wasarat bitasanifihi rukbani. Shehe wetu Ibn Taymiyyah alikuwa katika bahari za elimu, tena alikuwa ni mtu mwenye kuelewa katika watu wachache wanaojulikana. Alikuwa ni watu wenye kuipa nyongo dunia wa pekee, kuwa katika mashujaa wakubwa wakubwa, makarimu, wenye kujimwagia pesa, kujitolea, wenye kumkubali na wenye wasiomkubali wanamsifu wote. Vitabu vyake vimetembea ulimwenguni kote. Shehe, watu wadogo sana ambao wamekubalika na wenye na maadui na rafiki. Mara nyingi atakukubali rafiki, lakini adui akikubali, wewe sio mtu wa kawaida. Ibn Taymiyyah, tutanukuu maneno ya baadhi ya watu ambao ni wagomvi wake, kama jinsi mtakavyosikia kisa. Ibn Taymiyyah, mashehe ndio alimuua, mashehe wenzake ndio alimuua. Mtasikia huko mbele. Hao ambao walimuua walimkubali. Kwa nini? Utapata kisa. Qala anhu Dhahabi, bado tungaliki kwenye kipengele cha elimu yake. Patakuja kipengele cha kujishusha kwake na kipengele cha mitihani yake na alivyokufa. Ndio tutamalizia. Anasema Dhahabi, la takadu nafsuhu tashba min alilm. Ibn Taymiyyah ni mtu ashibi, hana repos, hana likizo elimu ya kusoma vitabu, wala turwa min mutalaha. Nafsi yake ilikuwa iondokewi na kiu cha kusoma, wala tamallu min alishtighal, wala takilu min albahth. Alikuwa hachoki kujishughulisha na elimu na hawana uvivu wa kufanya bahthi. وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب. Ni mara kidogo sana kuingia kwenye elimu isipokuwa atafunguliwa na Allah. Anaingia kwenye elimu kwa huyu mlango, anafunguliwa na Allah milango mingi. Wayastadriku ashyaa fi dhalika alilm ala hudaqi ahlihi. Alikuwa akiingia kwenye elimu anawakosoa waliobobea kwenye elimu. Subhanallah. قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني. Hii ni katika dalili za kuonyesha kama Ibn Taymiyyah alikuwa na elimu kwenye fani zote. Ni mara kidogo kumkutana na alim yuko na elimu ya fani zote za dini. Ibn Taymiyyah na za nje ya dini. Katika dini utana alim alibobea kwenye fiqh, sehemu nyingine kuna tatizo. Hasa kama kwenye hadithi, elimu zingine kuna tatizo. Hasa kama kwenye mambo ya lugha, elimu zingine unasikia haja kaza amejigira. Lakini Ibn Taymiyyah kila fani ukimgusa ni bahari, moto unawaka. Tumsikie Ibn Zamalkani, ndio ameishi naye, anasema kana idha suila an fanni min alfunun dhanna ar-ra'i was-sami'u annahu la ya'rifu ghayra dhalika al-fann. Alikuwa akiulizwa fani katika fani, atakavyokujibu utazani kama ndio fani yake, hajui nyingine. Kwa sababu hiyo ndio dalili ya kumjua mtu fani yake. Ukitaka kujua fani ya mtu, muulize, akiiboresha ndio fani yake. Ibn Taymiyyah ukiwa kimuuliza kila fani, unajua kama hii ndio ya kwake. Muulize nyingine, sasa kwake ni wapi? Hakama anna ahadan la ya'rifu mithlahu. Yani tumehukumu wakati wake kwamba hakuna mtu wakati wetu sawa sawa Ibn Taymiyyah kwa elimu. Wakana alfuqahau min sa'iri at-tawaif idha jalasu ma'ahu istafadu fi sa'iri madhahibihim minhu ma lam yakuna arafuhu qabla dhalika. Mafuqaha walikuwa wakikaa na Ibn Taymiyyah kuchukua faida kwake, alikuwa na wajuza kwenye madhehebu yao mambo ambayo hawayajua. Ibn Taymiyyah madhehebu yake ya fiqh ni Hanbali. Ahmad bin Hanbal ndio imamu wake ni fiqh. Lakini mashafiia, watu wa Shafi'i wakija kuikaa naye, anawaambia kwenye madhehebu ya Shafiia mambo yenye hawajua wao. Abu Hanifa kwenye madhehebu ya Hanafia, madhehebu ya Malikia wenye hawajua wao. Na kawaida mkiwa kwenye madhehebu mnasomaga vile vitabu vya madhehebu yenu tu. Mnasoma vyote, mkimaliza hichi mnachukua. Sasa Ibn Taymiyyah
yeye ameshasoma madhehebu yake akaimaliza, na ya kwenu akaimaliza, mwe ameshasoma hata ya kwenu vitabu vingine. Wala yu'rafu annahu nadhara ahadan fanqata'a ma'ahu. Ibn Taymiyyah ni mtu alikuwa anapenda kwanza mijadala. Tutazungumzia fani za Ibn Taymiyyah moja moja inshallah. Katika fani ambayo Allah alikuwa alimpa mjadala, hakuwahi kukaa na mtu anafanya debate hivi akamshinda. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فقه فيه أهله والمنسوبين إليه. Hakuwahi kuzungumza kwenye elimu katika elimu za kisheria na za nje ya kisheria. Msikia kwa elimu za sheria na za nje ya sheria, isipokuwa alikuwa anawashinda na wenye nazo. Tupeni mfano hizo za nje ya sheria acha haraka. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة. Alikuwa na mkono mrefu katika kuandika vizuri na alikuwa na matamshi mazuri, na kitabu chake tunakisomaga Aqida wa Siyasa, watartib wataqsim watabyin, na vitabu vyake alikuwa anavipanga vizuri sana. Allahu akbar, na alikuwa anabainisha vizuri sana. Waqala anhu aidan ijtamaat fihi shurut alijtihad ala wajhiha. Katika watu ambao tumeonaga wamekusanya mashehe ijtihada, sharti zote wakajitahidi kwenye fani zote hii. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah, katika muasirin, katika watu wa leo hakumdiriki Ibn Taymiyyah, anasema haya maneno tunanukuu kwake, lakini kwa maksudi kabisa, kwa sababu chini yake tutanukuu wale walioishi naye. Mshatuambia kama tukitaka kumjua mtu tunukuu wale walioishi naye. Naam, tumesema hivyo. Mbona hivi hata Ibn Uthaymeen amesema kwa mwaka 2001, kwa sababu maneno tutayasema yatakuja sapoti yake chini kwa watu walioishi naye. Watu kwa sababu sisi tunapendekeza sana, wala sisi kama mashehe wetu Burundi maskini, kuna wenye washa kufa, kuna wenye wako hai. Hatuandike tarehe za watakujaga watu ambao hawakuwaona, watachafua tarehe zao. Ndugu zangu, tuwe na bidii katika haya mambo. Huenda sisi inshallah tukimaliza hizi tarehe za mashehe zetu wakubwa, za mashehe wa zamani, tuzungumze mashehe wa leo. Sasa tuanzie mashehe wetu wa nyumbani, kama tuweza kumaliza kitabu chao, lakini kwenye hizi ripoti zinabakia inshallah. وقال ابن تيمية نسيما وفي هذا البحث أي في مسائل لغوية دليل على أن الشيخ ابن تيمية متبحر في العلوم كلها. ابن تيمية اتي شيخ الإسلام يكون بحار من علوم zote. وهو كذلك، ومن قرأ كتبه عرف أن الرجل متبحر في العلوم. na mwenye kusoma vitabu vya Ibn Taymiyyah atagundua kama ni bahari kwenye elimu zote za Kiislamu na baadhi au chache zisizokuwa za Kiislamu. وقال ابن تيمية أيضا قال شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع أحد تلاميذ شيخنا الكبير ابن سعد رحمه الله. ابن تيمية mwanafunzi wa Ibn Sa'd yule maarufu tafsiri Sa'di, ndio alikuwa mwalimu wa Ibn Taymiyyah, anathirika kwake. Palikuwa mwanafunzi ambaye ni mkubwa wa Ibn Sa'di, Ibn Mutawwa. Huyu akawa mwalimu pia wa Ibn Taymiyyah, kwa sababu mnapokuwa kwa shehe wenu mtakutana kuna wanafunzi washatangulia mbele. Wale wanafunzi pia wanakuwa walimu zenu, nyinyi mko chini. Ndio kisi elimu inapokuwa. Anasema walladhi akhadna ala yadayhi awwala ilmina inna ar-rajula qad ulina lahu al-ilm kama ulina al-hadid li Daud. Tulichogunduka Ibn Taymiyyah, Allah alimlainishiaga elimu kama jinsi alivyomlainishiaga Daudi chuma. Daudi chuma alikuwa ni fundi vyuma shehe. Alikuwa hitaji melezi. Alikuwa hitaji msumeno akukata chuma. Alikuwa hitaji bageti za moto ili kulainisha chuma. Alikuwa hitaji zote. Allah imlainishia chuma. Na Ibn Taymiyyah kisi inavyoonekana Allah amemlainishaga elimu. Ibn Taymiyyah anasema hadha sahih. Ali wasema shekhi wetu Ibn Mutawwa ni sahihi. Fa Sheikh al-Islam rahimahullah عنده من العلم الشيء الكثير من العلم الشيء الكثير. Sheikh al-Islam iko na elimu
nyingi. Nasalullah tawfiq, tuombe Allah tuwafikishe. Kasema haya kwenye sharh iqtida as-sirat al-mustaqim, karatasi ya 55 mpaka 56. وقال أيضا قال شيخنا أعني محمد ابن عبد العزيز المطوع رحمه الله إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات لأنه فوق طاقة البشر. Elimu aliyopewa Ibn Taymiyyah ni katika mambo ambayo yako kinyume na ada, ni karama, kwa sababu ni kinyume na gisi Allah alivyoumba watu. Fa ahyanan yasrudu laka an dhahri qalbi 20 kitabu, anaweza kukwambia kwa hifdh vitabu 20. Qala hadha fi alkitab alfulani walfulani walfulani, anakwambia hii kauli iko kwenye kitabu fulani, hii kwenye kitabu fulani, hii kwenye kitabu fulani, 20 min kutub alfalasif. Ingepata basi ni vitabu vya dini, vitabu vya wana wa falsafa. Anasoma vitabu vya wana wa falsafa. Wa hadha shay'un ajib, hasa ni maajabu haya kwake. Kasema kwenye kitabu ambacho tumetaja huko juu. Waqala Sheikh al-Hafidh Abu al-Fath ibn Sayyid an-Nas, ali maneno Ibn Uthaymeen na Ibn Mutawwi'. Mtu akasema hawa kuishi nao. Sikiliza sasa watu walioishi nao wana support haya. Ibn Sayyid an-Nas anasema kana Ibn Taymiyyah mimman adraka min al-ulum hadha wa kana yastawibu as-sunan wal-athar hifdha. Ibn Taymiyyah alikuwa amediriki elimu fungo likubwa, na ni katika watu kana kwamba ameeneza sunna zote na dalili zote za kuzihifadhi. Intakallama fi tafsir fa huwa hamil wilayatihi, akizungumzia tafsiri ya Qur'an ndio mwenye kubeba bendera yake. Au afta fi fiqh fa huwa mudriku ghayatihi, akizungumzia sasa kwenye fiqh yeye tusanga ndio alibeba malengo ya fiqh. Au dhakirun bil hadith fa huwa sahibu ilmi, akizungumza hadith huyo ndio mwana hadithi. Wa dhu riwayatihi, tusanga ndio alipokea hadithi. Au hadhara bin nihal wal milal lam yura awsa min nahlatihi fi dhalik, akizungumzia kuhusu makundi ya Kiislamu, makundi ya bid'a na kadhalika, la utasema ndio mila yake. Wala arfa min dirayatihi, hakuna mtu alikuwa wakati wake amefikia kiwango chake. Baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi, yani kila fani aliwashinda wengine nayo. Subhanallah, watu wa hadithi anawashinda, watu wa fiqh anawashinda, watu wa tafsiri anawashinda, watu wa lugha anawashinda. Na hata wanasema tutatoa visa vya mfano wa kila elimu. Walam tara aynun man ra'ahu mithlahu, jicho lenye limeona Ibn Taymiyyah halijawahi kuona mfano wake. Wala ra'at aynuhu mithla nafsi, yeye mwenyewe hajawahi kuiona mfano wa nafsi yake. Unajua shekhe kuna wakati ukimsikia shehe mwenza anasema ananishinda, ukisikia mtu kisa anazungumza na maalumati yake ananishinda, huyo anamshinda. Sasa Ibn Taymiyyah hajawahi kumsikia mtu akana huyo ananishinda, na watu pia wenye elimu ya Ibn Taymiyyah hawajawahi kumuona mtu huyo anamshinda Ibn Taymiyyah. Subhanallah. Kana yatakallamu fi tafsir fayahduru majlisahu aljamu alghafir, alikuwa akizungumzia tafsiri, anakuja watu wengi sana, yenda sasa zake wako wanajua watu wanamwaika, watu hawaemeji. Na hii ni dalili ya kabuli ya shehe. Watu wanapokuja wengi kwenye darasa lako ni dalili ya, ni katika dalili ya kwamba Allah amekukubalia, ni katika dalili ya elimu yako. Haina maana kama watu hawaji wengi kwenye darasa lako ndio uache darasa, haina maana hiyo. Lakini hii ni moja katika dalili. Anza kwa watu wa kuridhia, lakini Allah akuridhia chama cha kadhali. Waliposema kama eti Ibn Jawzi hawamridhii watu, wakasema ikiwa Allah amemridhia hatuhitaji watu wamridhie. Al-Imam Adh-Dhahabi akiendelea akiweka wazi kabisa kama Ibn Taymiyyah alikuwa ni bahari kwenye fani zote. Anasema Sheikhuna al-Imam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam ni shehe wetu, mcha Mungu huyu wa dini. Ibn Taymiyyah shehe wa Uislamu, fardu zamani, ni wa pekee wakati wetu. Bahrul ulum, bahari ya elimu. Taqiyuddin, mcha Mungu wa dini. Qara al-Qur'an wal fiqh, amesoma Qur'an na fiqh. Wa nadhara wastadal, akafanya debate nyingi huku akitoa dalili.
wa huwa duna albulugh, hapo bado hajabaligha hata. Baraa fi alilm wa tafsir, amebobea kwenye elimu na tafsiri. Wa afta wa darasa wa lahu nahwu 20 sana, ametoa fatwa akisomesha, bado angaliki mtoto miaka 20. Wasannafa tasanif, kaandika vitabu vingi. Wasara min akabir ulamai fi hayati shuyukhi, alikuwa katika ulama wakubwa, bado angaliki mashehi wake hai. Ni mara kidogo sana shehi. Ukimwonaga shehi ameshakuwa shehi, bado walimu zake wangaliki hai, huyo kabisa ni mwerevu. Kama mara nyingi walimu zako ndio akifa ndio unakuwa wanauni ndio unaonekana na wewe shehi mkubwa, lakini bado walimu zako wangaliki hai, watu wanakurudilia wewe, watu wanakushikilia wako shehe mkubwa. Ile jambo sio la kawaida. Dhahabi anaendelea kusema walahu almusannafatu alkibar allati sarat biha bukbara, vitabu vikubwa watu walifunga safari kuvitafuta. Wallah, hata sisi vitabu vya Ibn Taymiyyah tunatuma watu wakifunga safari kwenda umra na hija, tunawaambia tuleteeni jamani, wakenda kutafuta elimu sehemu tofauti. Vitabu vya Ibn Taymiyyah msitusahau, tunawaandikia baadhi yao natutimizia lillahi. ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراسي واكثر. vitabu vyake ni vikubwa vishafika maelfu 40,000 na ziada. وفسر كتاب الله مدة سنين من صدره في أيام الجمعة, alikuwa yeye akifasiri Qur'ani wakati wa Ijumaa, yani zile darasa za Ijumaa watu wamekusanyika, anafasiri kwa kichwa, hana kitabu mkononi. Na hili limeleta fitna, kama mtakavyosikia mbele, wakasema kama anajionyesha yuko na maria, atakuonyesha yuko na elimu kubwa. Na hii ndio hali mara nyingi, kuona na elimu kubwa watu wanaona unajionyesha, kumbe hujionyeshi. Hata kuonyesha kama anashinda wenzake, sasa ndio alimu wako, ndio shehe. Sasa wengine sio shehe, acha hivyo. Wakana yatawakkadu zakaa, alikuwa na ufahamu na waka wasamahatuhu min alhadithi kathira, amesikia hadithi sana, amekaa kwenye madarasa mengi. Wa shuyukhu akthar min 200 sheikh, ana mashehe zaidi ya 200. Tuseme kwamba katika dalili ya mtu kuwa shehe, kuwa na mashehe wengi, kuwa na walimu wengi. Shehe mwenye ana walimu wengi sio shehe, sawa. Wa ma'rifatuhu bitafsiri ilayha almuntaha, amma tafsiri ya Qur'an anaijua, ndo mwisho wa batoto. Wa hifdhu lilhadithi wa rijaluhu wa sihhatihi wa saqimihi kama yulhaqu fihi, kuhifadhi hadithi na kujua kama hii ni sahihi na hii ni dhaifu, na kuwajua wale wapokeza hadithi. Hakuna mtu atasubutu kuingia kwenye anga lake. Wa amma naqluhu lilfiqhi wa madhahib as-sahaba wa tabi'ina fadlan 'an al-madhahib al-arba'a falaysa fihi nadhir. Ama kujua madhehebu ya fiqhi, yani kwenye fiqhi madhehebu ya maswahaba, kauli za maswahaba kwenye fiqhi na matabi'ina na kujua. Na acha sasa madhehebu za wale ulama wa nne, Abu Hanifa na Malik na Shafi na Ahmad, hana mfano katika hiyo point. Wa amma ma'rifatu bil milal wal nihal wal usul wal kalam fala a'lamu lahu fiha nadhira. Wewe dhabi ndo nasema mambo ya kujua madhehebu za Kiislamu, yani zile kundi za Kiislamu na aqida. Tunasoma kitabu cha aqida na watu wa falsafa, watu wenye kupinga, watu wa logic, sijui mfano wake katika hiyo elimu. Wayadri jumlatan salihatan min al-lugha wa arabiyyatuhu qawiyatun jiddan, na ajua Kiarabu chake ni kizuri, kina nguvu. Umeona kwamba alama za shehe kujua Kiarabu. Wa ma'rifatuhu bitarikhi wasiyar fahajabu najiba, ama sasa kujua kwake tarehe na sira ni maajabu wallah. Wa amma shaja'atuhu wa jihaduhu wa iqdamuhu fa amrun yatajawazu alwasf, ama ushujaa wake, ameingia kwenye jihadi, kuwa mbele, hatuwezi kumsifia. ويفوق النحس وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والمشرب. alikuwa hapa nyongo dunia, alikuwa anatosheka na kidogo katika kula na katika kunywa. Katika
sauti nimesikia Ibn Uthaymeen kwenye YouTube anamsifia Sheikh al-Islam, anasema qad a'tahu Allah ta'ala min al-ulum al-'azima al-wasi'a fi kulli fan. Allah alimpaga Ibn Taymiyyah elimu kubwa kwenye kila fani, elimu pana, wa fahman thaqiban wa quwwatan fi al-mujadala, na alikuwa na fahamu ya maajabu kabisa na nguvu kabisa ya kujadiliana. Mashehe inabidi kujadiliana, sababu kujadiliana kuna wakati unapata elimu, lakini usilikithiri sana, usi mtu mkupenda kujadili sana, yani kujadili panapokuwa panahitajika. Wala ahadun yastati an yujadilahu fi shay abada ma qama lahu ahadun hatta, yani hakuna mtu alikuwa anaweza kujadiliana naye. Tutaleta mifano ya majadiliano yake ambayo yametema tatizo mpaka kafungwa, akauliwa, akatukanwa. Tutaleta baadhi ya madiba yake, utafaidika sana. Subhanallah. Acha tulete mifano ya hizi fani zote ili watu waseme hamna mzidi Shia, mawahabi kwa Mataimia, mnampenda Ibn Taymiyyah ndio maana Muhammad ibn Abdul Wahhab aligombana wenzake akavunja makaburi hapo Maka na Madina kwa sababu Ibn Taymiyyah. Mnamzidishia. Ngoja tukutolee mifano kwenye vitabu vya wakati wake, ndio tunakunukulia. Tukinukuu vitabu vya baada yake ni istishhadan wa laysa ihtijajan, yani maana tunasegamiza, sio kuchukua hoja. Leo tutazungumzia mfano tu mmoja, Ibn Taymiyyah al-Lughawi. Lugha ya Kiarabu alikuwa ni hodari kwayo, hana mfano. Kisha siku nyingine tutazungumzia fiqh yake, hadithi yake. Alikuwa ni mwanafiki, alikuwa ni mwanahadithi, mwana aqida na falsafa, mijadala yake. Kisha tunamalizia huko maneno ya ulama kisha yalipoendelea kimsifu na kisa alivyokuwa anajishusha na fitna zake na kufungwa kwake na kufa kwake. Ibn Taymiyyah al-Lughawi. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ibn Uthaymeen anasema وقد بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وهو كتاب قيم يصلح لطالب العلم بحث عن السر في مدح حمد. Ibn Qayyim huyu mwanafunzi amemlazimu Ibn Taymiyyah, bali amejulikana Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim kwa mwalimu wake Ibn Taymiyyah. Nakumbuka neno la Ibn Hajar, amesema Ibn Taymiyyah angekuwa ana wanafunzi isipokuwa Ibn Qayyim ingekuwa inatosha kuonesha elimu yake, lakini ana makubwa mengi. Ibn Qayyim ambaye ameishi naye Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake kizuri kweli kitwacho Badai'ul Fawaid, Ibn Taymiyyah anasema hichi kitabu mwanafunzi wa elimu asikose. Alhamdulillah niko nacho ndani kwangu, alhamdulillah, sijajaliwa tu kusoma chote. Alifanya bahthi ya masala ya kilugha. Kuna maneno mawili kwa lugha ya Kiarabu, madaha na hamida. Haya maneno maana yake ni kusifia. Wa atnaba fi dhalika wa atala fi maqal, akazungumza maneno faida ya kilugha Ibn Qayyim, akarefusha. Kisha akasema wa kana shaykhuna rahimahullah yaqsudu Ibn Taymiyyah idha takallama fi hadha ata bil ajab bil ujab. Ibn Taymiyyah alikuwa akizungumzia lugha ya Kiarabu, alikuwa analeta maajabu, kwa simuzo maajabu tuishiwa si yote, walakinahu kama qil. Lakini sasa kwa nini hakujulikana kwa ulama wa lugha? Ni kama jinsi mshairi alivyoimba akasema ta'allaqa al-barqu najdiyan faqultu lahu ilayka anni fa inni anka mashghulu. Nimejiliwa na mvua na rado ya nchi fulani Najd, nikaiambia nimeshughulika, niko busy na wewe. Yani maana kwamba anasema hivi, lugha ya Kiarabu, mimi niko busy na wewe. Ningeingia katika lugha ya Kiarabu ningekuwa hodari, ningewashinda wenye nayo, lakini mimi bima huwa ahamu min muqara'ati al-falasifa wal manatiq wal mutakallimin wa ghayrihim. Niko napambana na watu wa falsafa, maana wamebomoa hii dini ya Allah, na watu wa logic
na watu wa kutumia akili zao bila dalili, kwa sababu wakati wake Ibn Taymiyyah ndio alikuwa alijaa wengi. Kama hata leo mnasikia wanamtia dosari Ibn Taymiyyah, wanamtia dosari Muhammad ibn Wahhab. Sababu kubwa ni nchi ya Saudia inatolea dosari. Sababu kubwa hao wenyewe wanafanya hivyo ni watu wanatanguliza akili mbele ya dalili. Falan yanshaghala bibahthi fi mas'alati min masail nahw, akaona siwezi nikajishughulisha na nahwu na lugha na mpaka watu wanabomoa dini ya Allah tabaraka taala. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, asema Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam, tutatoa mfano kabisa kisa cha mwisho tuangue nayo cha Ibn Taymiyyah kuhusu lugha yake. Kana aliman bin nahwi wal arabiyya was sarfi wal balagha, alikuwa ni alim wa lugha hizi, lugha ya Kiarabu, nahwi, sarf na balagha. Wa fi yawmin min al-ayyam qadim Masr, kaingia Masri, Egypti. Mpaka leo ni nchi ambayo maashaira ni wengi sana na masufi, na kuanzia huko wakati wa zamani walikuwa ni wengi, walimuuzi sana Ibn Taymiyyah alipokuwa akiingia Masri. Alipoingia Masri, wakana fiha Abu Hayyan al-Lughawi al-mashhur al-mufassir min al-ulama al-kibar fi hadha al-bab. Walikuwa ulama wengi Masri wa lugha, akiwepo Abu Hayyan. Huu Abu Hayyan wa Islam ni alim, amebobea yeye kwenye lugha. Elimu zingine msimtafute, lakini lugha ndipo alipobobea. Tena alikuwa ni mwana wa tafsiri mkubwa katika ulama wakubwa wa lugha. Sahibu tafsiri iko na kitabu chake kizuri sana kiitwacho Al-Bahr al-Muhit katika tafsiri. Amebobea sana kwenye masala ya lugha humo. Wakana yuhibbu Ibn Taymiyyah hubban shadida wa yamdahu, ni katika watu walimpenda Ibn Taymiyyah hata jamuona, alikuwa anampenda, na yeye katika ulama alikuwa anampenda Ibn Taymiyyah sana, msifu. Walau fi dhalika qasida asma minha qawlu, iko tena mashairi alimuimbiaga Ibn Taymiyyah marefu tu tuyakate, akaimba akasema: qama Ibn Taymiyyah fi nasri shari'atina maqama sayyidi Taymin idh asat mudahu wa adhhara al-haqq إذ آثاره اندثرت وأخمد الشر إذ طارت له شرر. كنا نحدث عن حبر يجيء بها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر. أنا إمام مشاهير في مسجد ابن تيمية anasema Ibn Taymiyyah amenusuru sheria yetu kama jinsi mtukufu wa kabila la Taim alivyonusuru sheria walipoasi watu wa Mudhar. Mtukufu hapa ni Abubakar Siddiq. Wakati mtume alipokufa sallallahu alaihi wasallam, watu wameritadi, wengine wakadai utume kama wakina Musailima huko katika kabila la Mudhar. Musailima tulikadhaba, akadai utume. Abubakar akasimama kidete, akawapiga vita, watu wakarudi kwenye dini ya Kiislamu. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema kana kwamba hili shahidi anakusudia kwamba ai annahu qama fi mihnati al-islam wal bid'ah maqama Abi Bakr fi yawm al-ridda. Ibn Taymiyyah wakati bid'a ilipodhihirika na watu wa bid'a kuwapa mitihani watu wa sunna, amesimama kidete, akakubali kutukana, akakubali kufungu kwa sababu ya kunusuru sunna, kama jinsi Abu Bakr Siddiq amesimama kutetea Uislamu na kupambana watu wenye kuritadi, na hata watu waliokuwa wanakataa kutoa zaka, ingawa maswahaba wengi wametofautiana naye. Maswahaba karibu wengi sana, hata Umar akawa miongoni mwao, akamwambia Abubakar, unawaua watu wanakataa kutoa zaka, ni Waislamu wenzetu. Abubakar akamkatalia vikali sana Umar. Almuhimu, huyu Abu Hayyan alikuwa anampenda Ibn Taymiyyah sana. Alipofika Masri akaja kumuona kipenzi chake, wakawa wamekaa baada ya Ibn Taymiyyah kutoa mawaidha na nini, wamekaa pale mashehe wakikaa wanajadiliana masala ya elimu. Akawa ameleta masala ya nahwi, sababu yeye ndo amebobea hapo, anaongea na Ibn Taymiyyah masala ya nahwi, sababu amebobea hapo. Akaja kukutana Ibn Taymiyyah kwenye nahwi 14 kidogo, wakatofautiana kwenye masala fulani. Ibn Taymiyyah faqata'ahu Ibn Taymiyyah fiha wa alzamahu al-hujja. Ibn Taymiyyah akampa dalili na hoja mpaka Abu Hayyan akabaki kimya. Qala hadha ghalat, akamwambia ni kosa hilo, laysa hadha min kalam al-arab, hilo neno umesema si neno la Waarabu, umekosea hayo maneno, sio maneno ya Waarabu. Faqala lahu kayf, qala na'am, akamwambia aje,
Mimi katika ulama wa lugha akaambia hilo, japokuwa katika ulama wa lugha hilo unasema si lugha ya Kiarabu, umekosea. Lugha ya Kiarabu hata wanaona ikoseaga shida. Qala hadha Sibawayh imamu nahwiyyin ذكر هذا في كتابه. كان بيقول سيبويه ni mmoja katika ulama wa lugha wakubwa. Asa ili neno amelisema. فقال شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو. شيخ الإسلام كان سيبويه ni nabii wa koseaji, ni nabii wa lugha ya Kiarabu. Yajibu alaina an natabi'ahu, yani maana kila kitu cha Sibawayh akisema lazima tumfuate. Hal huwa nabii an-nahw arsalahu Allah bihi, ni nabii wa lugha ya Kiarabu wa nahwi, Allah alimtuma kwayo. Akafikara mwambia hata yakuna maasuman, yani maana yake akoseaje? Sibawayh hakoseaje, maana yake tumfuate kila kitu asemacho. Akamwambia Sibawayh akhta fi kitabihi fi akthar min 80 mawdi'a la ta'lamuha la anta wala Sibawayh. Sasa Abu Hayyan alikuwa anampenda Sibawayh sana. Hapa kuna faida kama moja nataka kutoa sasa hivi. Ibn Taymiyyah akamuongezea min ash-shi'r baita. Akamwambia huyo Sibawayh wako huyo sasa amekosea kwenye kitabu chake hicho alichokiandika cha unakiamini wewe makosa 80. Wewe huyajui, hata Sibawayh mwenyewe alikufa hayajui. Subhanallah. Sibawayh inda an-nahwi, Ibn Taymiyyah subhanallah. Sibawayh inda an-nahwiyyin mithlu al-Bukhari inda ahli al-hadith. Huyu Sibawayh watu wa Kiislamu kama kumjua kifupi, kwa watu wa lugha wanamshikilia kama Bukhari kwa watu wa hadithi. Faajiba Abu Hayyan kashangaa, kaifa yakulu hadha al-kalam, anasema aje kuhusu, anasema maneno kama hapa Sibawayh. Yeye akamshika kama Ibn Taymiyyah ana adabu au anajivuna kijibu. Hii inatokeaga mara nyingi. Kuna wakati mwanzo ukajadiliana na shehe mwenzako ukampa dalili nyingi akakushangaa na akakasirika. Sasa wewe haki iko wewe uko na haki tu kila siku. Hizi dalili hizi zinaeleweka. Hii inatokeaga. Hata sisi tunatokea kwenye baadhi ya masaili fulani. Maana alhamdulillah tunapo hizi darasa zetu watu wazitahidi kunukuu. Kila kaneno kwa faida tunanukuu. Sasa mara nyingi watu huwa hawanukuu. Watu wako busy. Sasa unapoongea na mtu ukimfunulia kila akisema kaneno afunua ule mtu kama iko na ushabiki kwenye jambo fulani, kuna wakati anakutupia neno kama hili. Sasa ikaonekana kwamba Abu Hayyan alikuwa na ushabiki fulani kwa Sibawayh. Thumma dhahaba anhu, akawa amekasirika, akatoka akajendea zake. Faansha qasida yathumuhu, yale mashairi alikuwa ametengeneza kumsifu Ibn Taymiyyah, akatengeneza mashairi ya kumtukana. Subhanallah, hao ni mashehe. Na mashehe kuna wakati wanaingiliwa na ubinadamu. Sheikh, sio kila neno la sheikh ni hoja. Sio kila sheikh akisema unakaza tu unaweka picha ya mtu mwingine unarusha, sasa fitna. Wal iyad billah. Sheikh useme sana Allah tukinge na kupata hawa. Bil amsi yamda'u wal ana yadhum. Katika dalili za mtu mwenye kufuata matamanio ni pale pia unakutana na mtu leo anakusifu, kesho anakutusi. Wewe sio msifu wewe. Na mjerejea mchunguzeni vizuri, anza kuwa matamanio ndio yanampeleka. Waqala Ibn Hajar anasema وذكر ابن تيمية في تفسيره البحر بكل سوء وكذلك في مختصره النهر. وكيرودي كتابه ابن حجار كيتواشو البحر المحيط alimtusi sana Ibn Taymiyyah, kamtukana sana. Na kwenye kitabu chake kitacho An-Nahr. Nini tatizo tu la Ibn Taymiyyah kumwambia huyo shehe wako Sibawayh na wewe kuna sehemu amekosea sehemu 80. Yeye hajui, amekufa hajui, wewe mwenyewe hujui kama ni makosa. Mnakumbuka darasa la kwanza tuliposema Ibn Taymiyyah amebobea, hizo kwa ni hili. Tukasema kwamba katika vitabu vimemsaidia kujua lugha, kitabu cha Sibawayh. Hichi kitabu kimemsaidia kujua lugha, akabobea, akajua na akakikosoa. Mtu wa kawaida. Subhanallah.
Halo. Allahu akbar. Ya hatari sana kwa Islam. Kuna waja wa Allah, Allah yawaruzuku. Nasalullah tawfiq. Tunaomba Allah tawfiq. Hapa napata faida kwa Islam. Chukua hizi faida kadhaa. Faida ya kwanza, ni kwamba jitahidi mtu akikuuzi, kama ni mtu wako karibu, usibadiliki wowote kumtukana. Wa idha alhabibu ata bidhanbin wahidin faladaihi alfu yadin tashfau. Kipenzi chako kikikosea, kumbuka mazuri elfu. Katika akhlaq njema ni ule mtu ambaye havuti mazuri mengi kwa kosa limoja. Na katika akhlaq mbaya ambazo Mtume SAW aliwatia dosari wanawake ni ule mtu ambaye akikuona na baya limoja anasahau mazuri yote. Hiyo ni faida. Na faida nyingine kutoka kwa Kiislamu, ashina wengine ni binadamu, wanapotukanana usikurupuki. Na faida nyingine nyeti, wabiha akhtim, na namalizie faida. Adh-Dhahabi haimsifu Ibn Taymiyyah, atakuja mbele, akasema Ibn Taymiyyah alikuwa na hasira na alikuwa kujaliwa na Allah kwenda na watu kwa hikma. Alikuwa anajitengenezea maadui. Yeye mwenye kumpenda na mwenye kumchukia kwake ni sawa sawa, anapotaka kutengenezea hoja. Unajua, unapoongea na mtu anakupenda na mtu adui yako kwa tofauti. Mtu mwenye anakupenda kuna uslubu mzuri wa kumbembeleza, wa kwenda naye vizuri, japokuwa amekukhalifu. Lakini mtu wa adui, huyu ni adui yangu, kuna uslubu mwingine. Mimi kwa sababu umpende, simpende tajicho, atakwambia maneno makali. Si unaona maneno makali hapa? Adhabi anakwambia kama si hii tabia ya Ibn Taymiyyah, angekuwa ni neno la mujma, ingekuwa watu wote wangekubaliana kwamba hamna mfano wake katika ulama. Lakini kama utasikia kuna watu wanampinga Ibn Taymiyyah na wanamchukia, wanamtukana, bali tutanukuu wenye wanambidiisha, wanasema ni mtu wa bid'a. Ya Allah, subhanallah, tutachukua hilo. Ni kwa sababu ya alikuwa na ukali kidogo. Tunukuu hili neno la Dhahabi, tutalinukuu tena siku nyingine. Anasema ta'tarihi hiddatun fil bahthi wa ghadabin wa shatatun min khasmi. Alikuwaga ana hasira anapofanya bahthi na kuna zulma fulani kwa mgomvi wake alikuwa anafanya. Yaani maana yake anakusudia, yani maana yake anatumia maneno makali ambayo yanamuuzi mtu mwenye anaongea naye. Tazra'u lahu adawa fi nufus, yani alikuwa anatumia maneno yanasababisha mtu amchukie. Wa illa law latafa khusumahu lakana alayhi kalimatu ijma. Ingelikuwa anaenda taratibu kwa hikma na mgomvi wake, ulama wote wangekubaliana kama huyu ni shehe wetu mnamfahamu. Fa inna kibarahum khadi'una li'ulumihi mu'tarifuna bitafawuqi. Na ulama wakubwa wote wanadhalilika sababu huyu jamaa hivi. Lakini kuna wengine wanaficha kwa sababu ule wadui. Muqiruna binudurati khata'i, wanakubali wote kama amekosea, makosa yake madogo. Wa annahu bahrun la sahila lahu, ni bahari hamna mfano. Wa kanzun la nadhira lahu, ni mali ya rimbikizo yenye faida hamna mfano wake. Walakin yanqimuna alayhi akhlaqan wa af'ala. Lakini kuna dosari za kiakhlaq na tabia fulani ndio wanamtia dosari kwazo. Wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
lakini usisahau kila mtu kauli yake inachukuliwa na inaachwa isipokuwa Mtume. Walam ara mithlahu fi ibtihalihi wastighathati wa kathrati tawajjuhi, sijawahi kuona mfano wake katika uchamungu wake na kumuomba Allah dua na kunyenyekea kwa Allah tabaraka taala. Inshallah tutazungumzia na ibada ya Ibn Taymiyyah huko mbele. Tuache maswali madogo kwa leo, na usiku umejongea kidogo. Tumeanza darasa tumechelewa, lakini alhamdulillah kwa sababu kesho ni Jumamosi, watu wengi watakuwa kwenye likizo. Karibuni maswali.